kula na mtu ambaye anakula mkono wa kushoto? Kula mkono wa kushoto ni haramu. Ni haramu kwa katazo lake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la taakulu bishimali, kwamba msile kwa mkono wa kushoto. Na si katika adabu, miongoni mwa adabu at-ta'am ni al-akl bil yamin. Na ahlul ilm wameka mlango katika vitabu vya hadithi, vitabu vilivyokuwa kwa uchache kabisa kwa wale ambao tunavyo, tuangalia hata katika kitabu Riyadhus Salihin. Imam An-Nawawi rahimahullah ameweka baadhi ya milango, babu al-akl bil yamin, mlango unaozungumzia kula kwa mkono wa kulia. Na hadithi maarufu ya Umar ibn Abi Salama ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya ghulam samillah kul bi yaminik. Kwa kula ni kwa mkono wa kulia. Anayekula kwa mkono wa kushoto ulaji wake wa mkono wa kushoto ni haramu. Ambao haramu huu, uharamu huu ambao anaofanya inakuwa kosa, narudi katika nafsi yake, yeye ndo amefanya, ameingia katika uharamu, lakini hauhami uharamu huu kwenda kwa mwingine. Wewe unakula kwa mkono wa kulia, unakula kwa mkono wa kulia, hakuna kosa. Anakula kwa mkono wa kushoto, hii ni khata, ni dhambi juu yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadithi Abdullah bin Busr alipokuwa amekaa na baadhi ya masahaba, wakawa nakula, kapatikana mmoja anakula kwa mkono wa kushoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kul bi yamini, yani kula kwa mkono wako wa kulia. Akasema la astafi, akasema siwezi kula, yani takabburan. Ahadulima anasema hivyo takabburan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la astafi, kwamba hautaweza. Kwa maana hautaweza, basi wanazungumza na sahaba kwamba yule hakuweza tena kunyanyua mkono wa kulia, kula kwa mkono wa kulia, anaendelea kula kwa mkono wa kushoto. Kwa maana inajuzu kwa mtu anayekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au amri ya Uislamu kumwombea dua mbaya. Kwa hiyo atakuwa kemewe, anakula kwa mkono wa kushoto, atakuwa kataza. Ameendelea hata kumwombea dua mbaya kwa mujibu wa hadithi na nukuza ahli katika kusherehesha hadithi amesema hivyo. Swali lako umesema je, najuzu kula na mtu kama huyu? Ni mbabi jawazi najuzu, kwa sababu kosa ni la kwake. Katika mlango wa kujuzu na inajuzu, kosa hili ni la kwake. Ila tu ulaji huu utapelekea watu kuchukia pengine chakula, kwa sababu nafahamika mkono wa kushoto ni unatumika kwenye mambo yaliyokuwa sio mazuri. Inawezekana watu wakachukia chakula kwa ajili ya adabu ya kula asili na mkono wa kushoto. Atakayekula ni asim. Naam. Naam. Mshirikina, kwanza mshirikina ni kafir, na kafiri ni kafir. Lakini inawezekana mtu akawa ni kafiri, kufuru yake ikawa ni kupitia kitu kingine. Kufuru yake pengine amepinga aya, amepinga aya ni kafiri, lakini hakuonekana kusujudia sanamu, wala hakuonekana kuabudia sanamu, wala hakuonekana kuabudia kisichokuwa Allah. Yani hata hivyo nasema kwamba huyo aliyopinga aya na maana akafuata matamanio ya nafsi yake, kwa maana anaabudia nafsi yake, na itakuja hivi. Lakini kila mshirikina ni kafir, lakini inawezekana akawa ni kafiri kupitia kosa jingine ambalo lisie katika kuabudia chengine kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akawazungumza kwamba makafiri, katika mgawiko wa makafiri kuna makafiri waliopewa kitabu na kuna wale ambao na washirikina wana kitabu, wanaabudia mizimu. Lakini wote wakasema ni makafiri. Waliopewa kitabu ni makafiri kwa kupinga kitabu, hata pengine kwamba hakuna anachokiabudia katika sanamu,
lakini akaambwa ni makafiri, na wakataja washirikina ambao wanaabudia sana. Naam. Kuna aqwali za ahlul ilm katika hilo. Kuna aqwali nyingi za ahlul ilm katika haramu wa kunyoa ndevu, mpaka kuna sarahatan ahlul ilm hapo ambao wamesema kwamba ananyoa ndevu mutlaqan, anasema huyu ndani yake kuna tashabuhu bin nisa. Zipo kauli, na kuna kauli nyingine mbaya ambao kuna haja ya kuzitaja. So kwa nimekuja katika swali lililoulizwa kwamba hii naam inaingia katika tashabuhu bin nisa. Unyoaji wa ndevu ni haram, na Allah amesema alaysa dhakar kal unsa alaysa dhakaru kal unsa, yani mwanamume hataki kuwa kama mfano, bali Allah anasema mwanamume sio kama mwanamke. Na alama za rujula kaeleza kwani ifa'ul liha, kwa ndevu ni katika alama za mwanamume. Na kuna makemeo mengi tu ameeleza ahlul ilm, bali vile tashabuhu bil kuffar, baada ya kufar kwamba ana mila hiyo kwa juzi sahihi, kwamba haijuzi mtu muislamu kufanya hivyo ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukhalifu dalili. Kwanza kwa muislamu mwanamume ajimize na hilo, na vile vile katika watu nasiha kwamba sisi wote mtume wetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bila shaka tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlul ilm wasema katika mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam bala mutabaa ule, lakini vile vile madha ile taklidi, na vile vile kujifanisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujifanisha na ambao wamekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi, ambao wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi fananisha na wale ambao wamethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwa, swala la ndevu ni mila ya manabii wote, na nishakueleza baadhi ya durusi. Hivi nyinyi mmewahi kukuta kwa wale ambao wanajua picha ya Yesu, si mnasema wale ni makafiri manasara, sio? Toka wewe umezaliwa mpaka umebada mpaka unazeeka, ushawahi kukuta picha ya Yesu wale manasara wamemtundika Yesu hana ndevu? Ushawahi kukuta angalau mara moja kwamba Yesu kaekwa msalabani halafu hana ndevu hata moja? Kaekwa msalabani pale, picha ile ameitengeneza, lakini sio mwenyewe. Lakini hata ile adabu anajua kwamba manabii hawawi hivyo. Umewahi kukuta Yesu ana ndevu kaekwa msalabani? Jawabu la, hamna. Sio kwa maana wao hata wale makafiri wanakiri kwamba manabii, na sisi tunawafuata manabii, hakuna nabii aliyokuwa ana sifa kama hii. Manabii tunasoma kisa cha Harun alayhi salatu wasalam, bia Musa alayhi salatu wasalam, ya ibn ummi la ta'khudhu bilihiyati, ndugu yangu wewe usivute ndevu zangu. Nabii Musa anavuta ndevu za nabii Harun. Kwa hii ni mutlaq wa upande wa hukumu, jambo la kunyoa ndevu haijuzu. Wanaume kunyoa ndevu haijuzu, na ndio maana wakuta wale wanasema iwapo mwanamke ameota ndevu, iwapo imetokezea mwanamke ameota ndevu, je, aache ndevu zake au azinyoe? Ameota ndevu zake afanye nini? Azinyoe. Kwa nini azinyoe? Kwa sababu asifananishe na wanaume. Kama vile ilivyokuwa kwa mwanamke, vile vile atakapokuwa ameamua kupunguza nywele, haijuzu kwa mwanamke kunyoa kipara wala kupunguza nywele mpaka zikawa ndogo mfano wa nywele za mwanamume. Hii ni haramu. Hii ni haramu kwa mwanamke. Kwa hili nalo tutanabahi, ambao hukumu ya kisheria mwanamke kama itatokezea maka Allah amemjalia katokezea msichana wa ugonjwa akatoka ndevu katika kidevu chake, yani atakuwa nyoa chache ndevu, sawa, kwa sababu asifananishe na. Kwa upande wa pili mwanamume vile vile sio ndevu. Na kuna fatwa Atumai bin Baz au Shausemini, moja katika wanachuoni muasirini, aliulizwa, mimi nimepata kazi, kijana anauliza, nimeajiriwa kazi lakini kazi hiyo inanifanya mimi niwe ndevu, yani nimeambiwa lazima niwe ndevu kazini. Sheikh akasema haramu, haijuzu kazi hiyo kufanya. Kazi yoyote inakupelekea wewe
kuvunja amri ya Allah, kuvunja amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi yote inakupelekea wewe kuacha wajibu, kazi inakupelekea wewe kuingia katika haramu, asema kazi hii haifai. Usifanye. Tafuta kazi nyingine. Riziki anatoa Allah na Allah ndiye mwenye kuruzuku. Ingia katika kazi ambayo inakuingiza katika kukhalifu amri ya Mtume, kukhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda saa sala umefika, unaambia bosi anasema unakwenda kusali. Haifai kazi hiyo, unakurudia kusali. Naam akhi. Kupunguza vile vile hiyo. Kupunguza hiyo. Kwa sababu hiyo amri ya Mtume anasema afuliha arhuliha. Zimekuja kwa tofauti, afuliha kwa maana zisameheni, ziacheni ndevu, arhuliha zirefusheni ndevu, ziendefu ndevu. Hapo ni vitu ambavyo ni mtu kusema nafsi yake, yani tuseme nafsi zetu mashaikh, kila mmoja ajihimize katika utamasak na sunna, ama kuendekeza nafsi, kwambia nafsi haitaki hivi na unaendekeza nafsi, yani hii sio sahihi. Nafsi inatakiwa idhibitiwe, ama kuendekeza nafsi la, hii haijuzu katika sheria. Naam. Samika nani? Jambo la mtu aliyetoka katika Uislamu kwa kauli, kama alitoka katika Uislamu kwa kauli, mfano kama anavyosema amesoma aya akaipinga akasema hakuna, au akapinga kwa kauli, hiyo anasema halima atatamka shahada. Na yule ambaye ametoka katika Uislamu kwa fi'li au kitendo fulani hakifanyi, kurudi kwenye Uislamu ni kuleta tauba na kukifanya kile kitendo. Sawa? Naam. Bado maswali? Na mwisho ile swali. Ko? Madhara yake ni kujifanisha na Mayahudi. Madhara yake bomu litakaloripuka hapo hakuna atakayepona. Sawa? Uislamu kama Uislamu, Allah amesema kul hadhihi sabili, imekuja ismul ishara ya kuonyesha kwamba Uislamu ni dini iko wazi. Uislamu hauna kona. Ama kusema fulani anakosea basi nyamaze, yani tulinde umoja wetu, tusikatazane. Ile kutokatazana tayari kwamba hakuna umoja. Mnapokuwa watu kitu kimoja mnakatazana. Mifano iko wazi mashaikh. Wacheza mpira. Tunacheza mpira, wengine washabiki wa mpira. Natoa mfano ule ambao mtawaelewa, wengine wanatoa mipira. Wacheza mpira, mnapocheza mpira, yule beki na ule mshambuliaji ambao ndo mihimili ya mpira, acha katikati wanaitwa viungo, kwa kiungo tu hichi na chapua sio, lakini muhimili ni beki na mshambuliaji. Beki atakapokuwa anafanya faulu, nyinyi mnakaa kimya, mnampongeza vizuri kabisa, si ndio? Akifanya faulu tunasema usifanye, itakuja kutufungisha, tutafungwa. Na mshambuliaji kila wakati akibelekwa anazidi offside, mnaitenda kila wakati offside, simnasema bwana umpumzishe bwana, hatuwezi, si ndio? Sasa wacheza mpira inafikia hatua kwamba wao yale mapenzi yao wanakatazana, hivi usifanye offside hiyo, si ndio umoja huo? Sasa kama wale wacheza mpira nakatazana kwenye mipira yao ili wafunge wasifungwe, mathalan sisi tuseme tuko kitu kimoja, huyu anafanya makosa, usiseme kwa sababu utavunja umoja. Hiyo sio dini hiyo. Hiyo sio dini hasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba, tusome tarehe ya masahaba masahaba. Abdullah ibn Umar, tunafahamu Abdullah ibn Umar anamwambia mtoto wake Bilal, la tamna'u ima Allah masajida, msiwazie wanawake zenu msiwazie kwenda msikitini. Mtoto wake anamwambia kwa sababu alisikia kwamba Bilal
anazuia mke. Akaambia msizuie wake zako, usiwazuie. Bilal akasema nitawazuia. Alifanya nini? Hakumsemesha mpaka anakufa. Jambo la kuzuia tu mke wako yani. Alafu naambia mke wangu msikitini kule kuna fitna naomba usiende. Mtume amesema msizuie. Amesema hivyo. Jambo la kumzuia ina maana umehalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo jepesi kwa lugha yetu tunasema si mke wake, yeye ndo anajua uchungu wa mke. Maana wengine wataleta hizo hoja. Anajua uchungu wa mke, kwani mke wako nini? Lakini Abdullah ibn Umar alipomwambia usimkataze mke wako na msikiti, anasema nitazuia. Anasema kuanzia leo basi hakuna mazungumzo nawe. Ambao Salim ambaye ni ndugu ni kaka na Bilal akasema mpaka Abdullah ibn Umar anakufa hajazungumza na nani? Na Bilal ambaye mtoto wake wa kumzaa mpaka anakufa. Kosa hili tu la kumzuia mke wake kwenda msikitini, akasema siku tena katibu tu kwamba nitazuia, haijulikani kafanya hakufanya. Ambao ni mfano wa wazi kwa masahaba. Kosa linafanya mtu anachukua hatua inofuata, ambao kwa sisi nasema jamaa ndo kamtenga mwanawe, hazungumzi na mwanawe, kaleta fitna, itakuja bwana mafitna kaleta. Jambo la kumzuia mke si mke wake, afa analeta fitna, familia yote haelewani kwa ajili yake. Hii sio dini. Dini ni kuchukua dalili walivyosema. Dalili imekuja, atakayeamua kujitenga, atakayeamua kuanzisha maneno ya fitna, atakayeamua kutaasab mathalan, huyu ndo anaita fitna, sio wale walioshika dalili. Kwa hiyo umoja wa Kiislamu unajengwa juu ya mafundisho ya Kiislamu. Ama kama unataka kwenda katika manhaji ya ikhwanul muslimin wameka msingi na taawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Tunasaidizana katika mambo ambayo tunakubaliana. Mambo ambayo kila mmoja na makosa yake, haya tupiane udhuru. Unakuta baadhi ya dawa hazungumzi makosa. Dawa ya tablighi haizungumzi bid'a. Dawa ya tablighi haizungumzi shirkiyat. Ukizungumza bid'a unamsema imamu na dua yake baada ya swala. Tazungumza tablighi njoo msikitini sema dua ni bid'a. Afone kwa utakuja kufanya dawa tena. Kwa dawa ya Ahlus Sunna iko hivyo. Dawa ya Ahlus Sunna ni yenye kuzungumza matatizo ya watu, na ndio maana ukisali msikiti wa Sunna kila siku utasema hususan na makosa wale makosa. Ukisali msikiti wa Sunna kama una makosa sasa hizi hutuba zinanusu mimi tu kila siku kwa sababu una makosa. Jitahidi utamassak shikamana Sunna, alafu uone zile hutuba tunaona hazikuhusu wewe. Kuna wengine lakini kwa na makosa, kila ukija Ijumaa utakuta hutuba inakuhusu wewe, nyingine ikija inakuhusu wewe, ikija wewe kwa unakuta mwezi mzima hutuba zinatolewa zinakuhusu wewe zote. Alafu khatibu akizungumza na kuangalia sema huyu kaleta habari zangu. Hiyo sasa mtihani shehe. Utaanza kumdhania khatibu anakuandalia hutuba, wewe kumbe khatibu anaandaa hutuba kutokana na mazingira ya wadhu wa jamii iliyopo. Kwa tujitahidi kushirikiana, tujitahidi kukatazana, tuambishane. Mtu anaona kwamba iko kinyume na dalili, arudi katika dalili, ashike dalili. Hii imechaka tunapeana shida. Itafikia hatua kwamba hata sisi tunazungumza mtatupa shida, sasa tutagwe mada gani inafaa hapa. Wewe rafiki yangu unakosa na wewe rafiki yangu anakosa. Sasa nikianza kutengeneza mada naangalia hii itakuwa na msu huyu wako. Sasa unajua unakosa lako. Nikizungumza kingine itakuwa na mhusu huyu. Alafu unakuwa kama vile mada zinaandaliwa kwa ajili ya watu fulani. La. Hii inakuja kwa sababu ya makosa yetu ambao baadhi tuna makosa. Ikizungumzwa mada utaona nasema wewe sasa itabidi khatibu aandae mada za huko nje, wakati msikiti wetu bado kuna baadhi ya vitu tusafishe. Kwa tusaidizane, taawun, ili tumsaidie khatibu, tumsaidie dai, vile sisi irekebishi. Lakini hili swala unauliza kwamba kukatazana kwa ajili ya kuchunga umoja, tusikatazane, sio sahihi. Tukatazane ila usulubu ule kwa mzuri. Tusikataze kwa maana ushabiki, tusikataze kwa ajili yani maneno machafu, la, hiyo sio sahihi. Tusimame hapo inshallah. Sasa tuchukue kitabu dalil jami' na usul da'wat as-salafiyya. والله